Raudha Hajan Umrah. Ya Rasulullah, inna laka fadha ash-shawq minna, fasalatun wa salamun kullaman mushtaq hanna. Ya habibi ya Muhammad ya shafi'i hina nuhsha, wa kafana al-qawlu fakhran nahnu min أمتي أحمد. كان يشتاق إلينا ذاك أغلى ما لدينا، لو رأيناه مناما في الليالي ما اكتفينا. كيف لو نحظى بلقيا منه إذ جاء حيا، سيجيب الدمع عنا طبت ميتا طبت حيا. يا رسول الله إنا لك فاض الشوق منا، فصلاة وسلام كلما مشتاق حنا. يا حبيبي يا محمد يا شفيعي حين نحشى، وكفانا القول فخرا نحن من أمة أحمد. ليتنا يوما نراه ونباهي بسناه، نحن من تقنا إليه وارتوينا من هداه. ربي يا ربا سميعا فلنجعله شفيعا، واسقنا من خير حوض حين نأتيه جميعا. يا رسول الله إنا لك فاض الشوق منا، فصلاة وسلام كلما المشتاق حنا. يا حبيبي يا محمد يا شفيعي حين نحشى، وكفانا القول فخرا نحن من أمتي أحمد. Mahujaji, hapa tupo katika eneo la mlima Uhud, na mlima Uhud ni huo mnauona mkubwa huo, tofauti na wengine wanavyosema mlima Uhud ni huu. Hili linaitwa Jabal Rumat. Katika eneo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na makafiri wa Makka. Waislamu walipambana na makafiri katika vita vya Badri, wakashinda katika vita vya Badri. Baada ya ushindi katika vita vya Badri makafiri wa Makka wakawa wana hasira kubwa, kwa sababu wameshindwa na jeshi la watu wachache. Wakaona watafute namna ya kulipiza kisasi, wakaandaa jeshi kubwa kutoka Makka kuja hapa kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume baada ya kusikia taarifa hizi kwamba wanakuja, akawashauri masahaba wabaki Madina, wawasubiri maadui pale mjini, au watoke kuja kukabiliana nao nje. Ikapatikana rai kwamba watoke kuja kukabiliana nao hapa. Kwa hiyo katika eneo hili vikapigana vita vikubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ufundi mkubwa aliokuwa nao, aliwachukua warusha mishale 50
akawaweka katika mlima huu ambao ndio unaitwa mlima Jabal Rumat, yani mlima wa wale wadunguaji mishale. Akawaambia, tulindeni nyuma, hata mkiona tunapigwa musiteremke kuja kutusaidia, nyinyi endeleeni kuwapiga mishale maadui mkiwa mko nyuma yetu. Kwa kweli vita vilikwenda hapa na Mwenyezi Mungu akawa analeta ushindi kwa Waislamu. Ikawa alama za ushindi zimepatikana kwa sababu makafiri wakawa wanaacha ngawira zao na wanakimbia. Sasa wale watu 50 waliokuwa kule miongoni mwao wakakhalifu amri ya kiongozi kama ilivyokuwa kawaida yetu. Nadhani hata sisi hapa tayari hapa kila mtu hapa ana rai yake, huyu kila mtu ukimwelekeza hivi ana hili na hili. Wakakhalifu amri ya kiongozi, wakasema lengo la kutuweka mtume juu ya mlima huu ili maana yake tupate ushindi. Sasa ushindi unapatikana kwa sababu umepatikana, wanakimbia wale makafiri. Kwa hiyo tuteremke tukakusanya ngawira kama wanavyokusanya wenzetu kule chini. Kiongozi wao akawaambia, msiasi amri ya mtume. Akamba, wewe bwana endelea kubaki, sisi tunateremka. Wakateremka watu 40, wakabaki 10. Katika vita hivyo makafiri walikuwa na wataalamu wa vita, kina Abu Sufyan, kina Khalid ibn al-Walid. Wakaona wale watu waliokuwa wanawasumbua kule juu wameteremka. Wao sasa wakapanga kwamba sasa madamu wameshuka, tuwazunguke, tupande sisi, tuwaue wale watu 10, tuanze kuwapiga wao. Na hali ndio ikabadilika hapo. Wakapanda wakawaua watu 10, vita ikaanza upya, wakaanza kupigwa sasa Waislamu. Na katika eneo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa vibaya. Kuna mwanamke mmoja Nusaiba, yeye alikuwa amekaa mbele ya kifua cha Mtume, wanarusha mishale wale makafiri, inapiga katika kifua chake mpaka amekufa mbele ya Mtume. Na zikaenea habari hapa na Madina kwamba Mtume amekufa. Si tumeelewana? Lakini kwa bahati nzuri Mtume hakufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye akaja kuzungumza katika Qur'ani sababu gani, nini sababu iliyofanya mpigwe na mshindwe katika vita vya Uhud. Allah akasema, minkum man yuhibbu dunya wa minkum man yuhibbu al-akhirah. Mumepigwa kwa sababu miongoni mwenu kulikuwa na watu wameipenda dunia na miongoni mwenu walikuwepo watu waliopenda akhera. Sasa cha kuweza kujifunza hapa, kuasi amri ya kiongozi ni tatizo kubwa. Na hata katika vikundi vyetu vya hija unaweza ukapanga vizuri huko maelekezo, lakini mkifika hapa kila mtu kiongozi kila mtu kiongozi ana kauli yake. Kwa hiyo kuasi amri ya kiongozi ni mbaya sana. Katika vita hivi masahaba walikufa 70, walikufa masahaba 70, na inasemekana walizikwa nyuma ya Wadi al-Aqiq. Lakini inasemekana baadaye, baada ya miaka karibu 300-400, ilikuja mvua nyingi ikanyesha huko, ikachimbua miili ya masahaba. Serikali ikaona sasa iandae eneo lingine, kwa sababu ilikutikana ile miili ya masahaba iko vile vile inachurizika damu na wala hainuki kama vile wamekufa juzi. Huu ni katika muujiza mkubwa. Wale mujahidini wakaonekana wako katika hali ile ile, kwa hiyo wakaenda kuzikwa pale katika makaburi ya pamoja, kama tutakavyokuwa tunakwenda kuzuru pale. Si tumeelewana? Kwa hiyo eneo hili ni eneo la mapambano, yalikuwa yanapigana huku chini, wale warusha mishale walikuwa kule juu. Nyuma yenu kule ndio linaitwa lile Jabal Uhud, ambalo Mtume katika hadithi kule anasema kwamba ukiswalia jeneza unapata qirati. Wakamuuliza qirati ni nini? Akasema hizo ni thawabu nyingi sana, linafanana milima miwili ya Uhud, yani mara 2 ya mlima huu. Kwa hiyo kwa uchache haya ndio yaliyotokea katika eneo hili. Sasa twende pale tukawasalimie wale shuhada Uhud, tukawatolee salamu, na salamu ni kama tunavyotoa makaburi yetu kule nyumbani. Assalamu alaykum ya ahla almaqabir antum as-sabiqun wa nahnu bikum insha Allah lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum
afya. Ya Rasul Allah, inna laka fadha ash-shawq minna, fasalatun wa salamun kullaman mushtaq hanna. Ya habibi ya Muhammad ya shafi'i hina nuhsha, wa kafana al-qawlu fakhran nahnu min ummati Ahmad. كان يشتاق إلينا ذاك أغلى ما لدينا، لو رأيناه مناما في الليالي ما اكتفينا، كيف لو نحظى. السلام عليكم يا أهل المقابر. السلام عليكم يا المقابر. أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. Haya ni makaburi ya pamoja, na ilikuwa utaratibu wakati wa Mtume SAW katika vita hivi, alikuwa anawazika masahaba katika kaburi moja, 3, 4, 5, lakini waliokuwa wanatangulizwa ni wale watu wa Qur'ani. Nani miongoni mwao amehifadhi Qur'ani zaidi kuliko mwingine? Akiambiwa kwamba huyu kahifadhi zaidi Qur'ani kuliko mwingine, kwa heshima ya Qur'ani atangulizwa mwenye Qur'ani. Tofauti na kule kwetu, mtu mwenye Qur'ani hawezi kuthaminika, na hata msikitini zakatafuta muhuni tu, kwa sababu yeye ndio ameutoa kiwanja cha msikiti. Lakini wakati wa Mtume SAW mwenye Qur'ani ndiyo mtu mwenye thamani kubwa. Si tumeelewana? Kwa hiyo muombe masahaba hawa, na mwenyewe Mtume alikuwa anakuja hapa kila wiki, anakuja kuwatembelea shuhada Uhud inshallah. Naam, ndio Hamza. Alafu anakumbusha shekhe, mnaona ili hapa ni kaburi la Sayyidu Shuhada, baba yake mdogo Mtume Hamza ibn Abdul Muttalib. Huyo Hamza ibn Abdul Muttalib alikuwa ndiyo shujaa wakati wanakuja katika vita hivi. Mwanamke mmoja, mke wa Abi Sufyan, anaitwa Hindu binti Utba, akampa maagizo mtu mmoja anaitwa Wahshi, ye katika vita amuinde huyu Hamza tu, amuue huyu, asimtafute mtu mwingine, kwa sababu Hamza aliua watoto wake au ndugu zake Hindu kule katika Badri. Na Wahshi akafanya hivyo. Alipokufa baba mdogo wa Mtume, akapasua tumbo lake, akatoa ini lake, akawa anatafuna anatema kwa furaha ya kuuawa kwa Hamza. Na hata pale ukipita ile utaona barabara wameandika tariqu sayyidu shuhada, njia ya kwenda kwa bwana wa mashahidi ni Hamza, baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo ni mengi, muda huu hauwezi kutosha kuelezea sira hiyo, lakini kwa mukhtasari ni haya, na kuishukuru sana Sheikh Rajab kwa kumbukumbu hiyo.